Klabu ya Young Africans iliandika historia mpya msimu huu baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 6 dhidi ya Mbeya City katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Katika mchezo huu uliokuwa na ushindani wa upande mmoja, Yanga ilionyesha ubora mkubwa tangu dakika za mwanzo, ambapo ilifanikiwa kufunga mabao 5 ndani ya kipindi cha kwanza pekee, ikiwa ni rekodi ya kipekee msimu huu. Mabao ya Yanga yalianza kupatikana mapema dakika ya 8 kupitia kwa mshambuliaji wake Dube Praise kabla ya kiungo Pacome Zouzoua kuongeza bao la pili. Dakika ya 10 shinikizo liliendelea ambapo Nzengeli Max alifunga bao la 3 dakika ya 16. Pacome Zouzoua aliendeleza ubora wake kwa kufunga bao lake la pili na la 4 kwa timu dakika 44 kabla ya Mohamed kufunga bao la 5 dakika 45 na kuhitimisha kipindi cha kwanza kwa kishindo kikubwa. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi ndogo kidogo, lakini Yanga waliendelea kulidhibiti soka hilo na kuongeza bao la 6 na kukamilisha ushindi wao wa mabao 6-0. Ushindi huo uliifanya Yanga kuendelea kujiimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi wakiwa na alama 47 huku ikionyesha wazi dhamira ya kutetea ubingwa wake. Aidha, matokeo haya yaliongeza presha kwa Mbeya City ambao walihitaji kujipanga upya ili kuepuka matokeo mabaya zaidi katika michezo ijayo. Kwa ujumla, mchezo huu ulionyesha tofauti kubwa ya ubora kati ya timu hizo mbili, huku Yanga wakithibitisha kuwa ni moja ya timu bora zaidi katika daraja la ligi kuu. Na baada ya kufungwa goli 6, Mbeya City ikaamua kuachana na Maxime usiku huo. Kichapo cha goli 6 kutoka kwa Young Africans Alhamisi ya Juni 16, 2026 kwenye uwanja wa KMC Complex kilihitimisha mkataba wa kocha mkuu wa Mbeya City Maxime na klabu hiyo saa chache tangu mechi hiyo ilipomalizika. Uongozi wa Mbeya City ulitangaza kufikia makubaliano ya kusitisha ajira ya Maxime na wasaidizi wake wawili. Klabu ya Mbeya City ilifikia makubaliano ya pande zote mbili ya kusitisha mkataba na kocha Maxime pamoja na wasaidizi wake ambao ni kocha msaidizi Nizar Khalfa na kocha wa utimamu wa mwili Francis Mkanula. Tunatambua na kuthamini jitihada walizofanya katika kuboresha utendaji wa timu yetu na tunamshukuru kwa mchango wake uliotukuka kwa kipindi chote alichoongoza timu yetu. Tunamtakia kocha Maxime na wasaidizi wake kila la heri, ilisema taarifa ya Mbeya City. Kichapo cha mabao 6 kutoka kwa Young Africans kiliendelea kuiweka Mbeya City katika nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi zake 17 ilizokusanya katika mechi 19. Timu inayomaliza katika nafasi hiyo kikanuni mara baada ya ligi kumalizika inacheza hatua ya mchujo kuwania nafasi ya kubaki ligi kuu. Maxime anaachana na Mbeya City baada ya kuitumikia kwa miezi 4 tu tangu alipojiunga nayo rasmi Disemba 7 mwaka jana, akichukua mikoba ya Malale 50 ambaye naye mkataba wake ulisitishwa. Katika miezi hiyo 4 aliongoza Mbeya City, Maxime alisimamia benchi la ufundi la timu hiyo katika mechi 9 za ligi kuu NBC ambazo imeshinda 2, kutoa sare 3 na kupoteza 4. Pia ameiongoza Mbeya City katika mechi 2 za kombe la CRDB Federation Cup ikipata ushindi katika mechi 1 na kupoteza nyingine. Asante kwa kuwa nami Lizi wa Spoti. Ni sapoti kwa kugonga like, kushare kwa marafiki zako na muhimu zaidi subscribe channel ya Malkia wa Soka ili usipitwe na vitu vizuri zaidi vinavyokuja. Kwenye channel hii na kuletea burudani, uchambuzi na mazungumzo ya ukweli kabisa kama kijiweni vile, hivyo hakikisha unawasha kengele ya notification ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kuiona. Na pia nataka kusikia kutoka kwako, niambie kwenye comments unaonaje kuhusu hichi nilichotoka kukizungumza. Una maoni gani au unataka nizungumzie nini kwenye taarifa inayofuata? Share maoni yako nami, support yako ndio inafanya hii safari iendelee kukamilika kwa 100%. Asante kwa kuwa sehemu ya familia hii ya Malkia wa Soka. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Queen Liz na channel hii ni Malkia wa Soka. Tukutane tena kwenye taarifa inayofuata.